Tusome Biblia, kitabu cha Yakobo, yani James. Yakobo, mtumwa wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo kwa makabila 12 waliotawanyika. Salamu. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Lakini mmoja wenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye yote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo mashaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili kusitasita katika njia zake zote. Lakini ndugu asiye na cheo na afurahi kwa kuwa ametukuzwa, bali tajiri kwa kuwa amesushwa, kwa maana atatoweka kama jua la majani. Maana jua huchomoza kwa joto kali, huyakausha majani, ua lake huanguka, uzuri wa umbo lake hupotea. Vivyo hivyo naye tajiri atanyauka katika njia zake. Heri mtu astahimiliaye majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji la uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Mtu ajaribiwapo asiseme, ninajaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika, wala kivuli cha kugeuka geuka. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko na viumbe vyake. Hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi. Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo, wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, ili hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Dini iliyo safi isiyo na dosari mbele za Mungu ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo na mawaa. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkamstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia, wewe keti hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini, wewe simama pale, au keti miguuni pangu. Je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo maovu? Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliyowaahidia wampendao? Bali nyinyi mmemvunjia heshima maskini. Je, matajiri hawawaonei nyinyi na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu? Hawalitukani jina lile zuri mliloitwa? Lakini mkiitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, mwatenda vema. Bali mkiwapendelea watu, mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini, pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni nyinyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeiona huruma. Huruma hujitukiza juu ya hukumu. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanaume au ndugu mwanamke yuoti na kupungukiwa na riziki, na mmoja wenu akawaambia, nendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya kimwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo, imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani, mimi ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua, wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai? Je, baba yetu Abrahamu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile
ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Abrahamu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba, naye je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kwamba mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Angalieni, twatie lijamu katika vinywa vya farasi ili watutii, hivi twageuza mwili wao wote. Tena angalieni merikebu, ingawa ni kubwa kama nini na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana kokote anakoazimia kwenda nahodha. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivunia matendo makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio uutiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfululizo wa maumbile, nao huwashwa moto na jehanamu. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambaavyo na vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu. Bali ulimi hakuna awezaye kuufuga, ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Kwa huo tunamhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo tunawalaani wanadamu walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Je, chemichemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa mzeituni au mzabibu kuzaa tini? Kadhalika chemichemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Lakini mkiwa na wivu, wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Hekima hiyo siyo ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya kidunia, ya tabia ya kibinadamu na ya kishetani. Maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo mbaya. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki, na tunda la haki upandwa katika amani na wale wafanyao amani. Vita yatoka wapi, na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwathani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akae ndani yenu hututamani kiasi cha kuona wivu? Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia nyinyi. Itakaseni mioyo yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza na kulia. Kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa huzuni kubwa. Jidhilini mbele za Bwana, naye atawakuza. Ndugu zangu, msisingiziane. Amsingiziaye ndugu yake au kumhukumu ndugu yake huisingizia sheria na kuhukumu sheria. Lakini ukihukumu sheria, huyu mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Unani wewe umhukumuye mtu mwingine? Haya basi, nyinyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, lakini hamjui yatakayokuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana nyinyi ni mvuke uonekanao kwa muda mfupi tu, kisha hutoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. Lakini sasa mwajisifu katika mavuno yenu. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Haya basi, enyi matajiri, lieni mkapige mayowe kwa sababu ya mateso yenu yanayowajia.
mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Dhahabu yenu na fedha yenu zimeingia kutu, na kutu yake itawashuhudia, nayo itakula miili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho. Angalieni, ujira wa wakulima waliovuna mashamba yenu, nyinyi mliokosa kuwalipa kwa hila unapiga kelele, na vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi. Mmefanya anasa katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa. Mmejinenepesha mioyo yenu kama kwa siku ya kuchinjwa. Mmehukumu mwenye haki mkamuua, wala hashindani nanyi. Kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya mlango. Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya na wavumilivu. Angalieni, twawaita heri wao waliostahimili. Mmesikia habari za kustahimili kwake Ayubu, kuona mwisho Bwana aliyomtendea, jinsi Bwana alivyo mwingi wa rehema na mwenye huruma. Lakini zaidi ya yote, ndugu zangu, msiape wala kwa pingu wala kwa nchi wala kwa kiapo kingine chochote, bali ndiyo yenu na iwe ndiyo, na hapana yenu iwe hapana, msije mkaanguka katika hukumu. Kuna mtu miongoni mwenu anayeteseka, na aombe; ana moyo wa kuchangamka, na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa mgonjwa, na awaite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Basi ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi na kuombeana, ili mpate kuponywa. Sala yake mwenye haki ina nguvu nyingi na hutenda mengi. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia sawa na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Ndugu zangu, mtu yoyote miongoni mwenu akipotoka mbali na kweli na kurejeshwa na mtu mwingine, jueni ya kuwa yeye amrejeshaye mwenye dhambi hadi akatoka katika njia ya upotevu ataokoa roho ya mwenye dhambi kutoka mauti, na kufunika wingi wa